Okay, so dakta kabisa mtazamaji popote pale ulipo, karibu tena ikiwa ni Mlimani leo asubuhi, kipengele cha Jahara sehemu ya kwanza, ambapo ni mahususi kabisa kuziangazia zile mada ambazo zinakuwa zikichambuliwa na wachambuzi wetu hapa ndani. Naam, sasa leo tunaye mchambuzi wetu ambaye ni waziri wa jinsia na makundi maalum Daluso Lecho Mwakajubiri, ambaye yeye atatuelezea kwa kina zaidi kuhusiana na sekta hii katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Yote kwa yote kabisa, Lecho, karibu sana katika studio za Mlimani TV. Asante sana. Naam, sasa masuala ya jinsia na makundi maalum yamekuwa yakipewa uzito mkubwa katika taasisi za elimu ya juu nchini Tanzania kwa miaka mingi zaidi, lakini hapa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam serikali ya wanafunzi Daruso imekuwa na jukumu maalum katika kuhamasisha haki za jinsia na makundi maalum. Kupitia Wizara ya Jinsia na Makundi Maalum, Daruso inafanya kazi ya kuhakikisha kuwa changamoto zinazowakumba wanafunzi wa makundi maalum zinatatuliwa, na iwe ni katika miundombinu, usawa wa fursa na haki zao ndani ya jamii ya chuo. Leo sasa tunaye waziri wa makundi maalum ya Daruso. Leo tunaye waziri wa jinsia na makundi maalum Daruso, ambaye atatufafanulia zaidi kuhusu nafasi yake na juhudi zinazofanyika kuhakikisha usawa na ujumuishi wa wanafunzi wote katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Naam, yote kwa yote tuanze, hii sekta inashughulika vipi na inafanyaje kazi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Asante sana. Kwanza kabisa tukianza na neno Daruso, ndio sisi hapa ni viunganishi kati ya wanafunzi na uongozi wa chuo. Kwa hiyo Wizara ya Jinsia na Makundi Maalum inaunganisha kati ya wanafunzi wenye mahitaji maalum na pia wanafunzi wengine wote na uongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Majukumu ya wizara hii ni kuhakikisha kwamba inasimamia masuala yote ya usawa wa kijinsia, pia inalinda haki za watu wenye mahitaji maalum. Sisi kama Wizara ya Jinsia na Makundi Maalum huwa tunaenda kuchukua changamoto na mapendekezo kutoka kwa watu wenye mahitaji maalum na kupeleka katika uongozi wa chuo. Lakini sisi tunakipa kipaumbele sana katika kupambana na mambo ya ukatili wa kijinsia, na tunahakikisha kwamba katika shughuli zote za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kunakuwa na usawa wa kijinsia. Yaani wanawake na wanaume wote wanakuwa wanashiriki. Okay, sawa. Hapo ulipozungumza kwamba hii sekta inajikita zaidi katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na usawa. Sasa kuna sekta zingine ambazo mnashirikiana nazo kwa ukaribu zaidi ndani ya chuo? Ndio. Sisi Wizara ya Jinsia na Makundi Maalum, ndani ya chuo tunashirikiana na Institute of Gender Studies. Ndio. Yaani ni taasisi ya mambo ya kijinsia pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pia sisi tunashirikiana na Gender Club, tunashirikiana na wale pia educator UNESCO. Ndio tunashirikiana nao katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na hali ya usawa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Okay, sawa. Sasa nje ya sekta hizi ambazo unashirikiana nazo, tunajua michezo ni afya na michezo siku zote ina kipaumbele katika jamii. Sasa katika makundi haya maalum ambayo wengi ni walemavu, wanaweza wa ngozi ama wa viungo, sekta ya michezo mnashirikiana nao vipi, ama kuna mikakati yote ambayo mpo nao kwenye michezo ili hata nao washiriki kwenye michezo mbalimbali kama mpira wa miguu? Ndio. Kwanza ni katika sekta ya michezo kwa ujumla. Pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tuna michezo karibia yote. Pia tuna gym, ambapo sisi kama wizara tukishirikiana na chuo kikuu na uongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tunahakikisha kwamba wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaenda gym pale hawalipi bure. Wenye ulemavu wanaenda gym hawalipi kwa kiasi chochote, lakini wanafunzi wengine wanalipia. Pia sisi kama wizara tulihakikisha tukatia jitihada kuhakikisha kwamba wanafunzi wenye ulemavu pia wanashiriki katika ile michezo ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Kama vile walivyoenda Nairobi kule, tulipeka wanafunzi wenye mahitaji maalum wakaenda kushirikiana katika michezo kule Nairobi, michezo ya kitaifa. Pia sisi tuna mikakati ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na inclusive sports. Na hisi mtaona na bado vitu vinazidi kuendelea. Lakini hatujaishia hapo. Tunashirikiana na South Para Sport Club. Kama unaweza kuona naifahamu, ni taasisi ambayo inashirikiana na watu wenye michezo ya watu wenye ulemavu wa viungo, amputee. Tunashirikiana. Sawa kabisa. Sasa baada ya kutoka kule Nairobi, tumeona
baadhi ya makundi yakiwa na furaha kwa kuwa yamejumuishwa katika makundi hayo. Lakini sasa nje ya swala zima la michezo, kuna namna gani sasa ninyi mmeboresha maisha ya ndugu zetu ambao kidogo wao wana ulemavu? Ndio. Kwanza kabisa sisi tunashirikiana na uongozi wa chuo. Sisi ni kiunganishi. Ndio. Kwa hiyo chuo kikuu cha Dar es Salaam tuna kituo cha watu wenye mahitaji maalum kinaitwa CDS, Center for Disability Students. Pale tunahakikisha kwamba wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata vile vitu wanavyohitaji. Mfano, wanapata note takers. Note takers ni wasaidizi ambao wanakuwa wanawasaidia pale, ni wanafunzi na wengine wanakuwa sio wanafunzi, wanakuwa wanasaidia wale wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kuna wengine darasani kule mtu hana uwezo wa kusikia, kuna mtu atakayekuwa anamsaidia kunoteka, kuna mtu mkalimani anapewa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Pia tuna zile braille kwa ajili ya kusomea. Ukienda pale chuo kikuu cha Dar es Salaam utazikuta katika tuna computer lab kule kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. Wale wenye uoni hafifu wakifika pale, zile kompyuta zinaonyesha maandishi makubwa sana, kwa hiyo zinawasaidia katika kusoma. Niseme kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam ikishirikiana na uongozi wa wanafunzi tumejitahidi katika swala lazima la watu wenye mahitaji maalum. Naam, sasa kuna ili swala sasa tuzungumzie, kuna ugawaji wa computer, PC, personal computer, hizi laptop ambazo kwa baadhi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wamekuwa wakipewa. Sasa elimu hii imewafikia wanafunzi wote wenye mahitaji hayo ili wajue kwamba vitu kama hivyo wanapaswa kuvipata hapa chuoni. Ndio, kwanza niweke sawa kidogo hapo. Hizi computer hawapewi. Ndio. Wanazopewa ni hizi iPad. Ndio wanazopewa simu kama hizi. Ndio. Lakini computer hawapewi. Computer ni kuna sehemu ambapo mtu yeyote mwenye mahitaji maalum akihitaji basi anaenda atasoma. Pia kwa sababu tuna kituo cha watu wenye mahitaji maalum na kila first year akiwa anakuja pale huaga kuna ile bango lile ambalo tunapokea watu wenye mahitaji maalum. Wakifika pale wote wana register, wanajisajili, na karibia 90% ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wanajua wapi wanaweza kupata huduma hizo zote. Yaani kama mimi na ulemavu wa kutokuona, basi najua nitapata huduma wapi na nani atakayenisaidia. Sisi wizara hatujakaa nyuma. Tunahakikisha kwamba mwanafunzi hata kama ajui, nikikutana naye basi mimi nitamchukua nitampeleka kule Soed. Okay, sawa. Tuzungumzie swala zima la uchumi. Katika sekta yote uchumi kipaumbele, na lazima tuweze tukaendesha vitu pasipokuwa na uchumi. Sasa ninyi vyanzo vyenu ambavyo, kwa sababu hivi vyote vinahitaji pesa. Ninyi vyanzo vyenu vya pesa vinakuaje, au vipoje vyanzo vyenu vya pesa? Kuna taasisi za kifedha ambazo mnashirikiana nazo nje ya chuo kikuu cha Dar es Salaam? Kwanza niseme changamoto hapo, kuna changamoto kweli kwa sababu sisi hapa tunategemea budget. Lakini kama kuna vitu ambavyo tunataka kuviendesha sisi kama wizara, inabidi tuombe wale wadau watusaidie. Pia hapo kuna changamoto, bado kuna mwitikio mdogo kwa wadau. Kuna changamoto, lakini hiyo tunachukua kama vile ni fursa. Sisi bado tunaendelea kuhamasisha, tunawapa elimu wale wadau, pia wanajitokeza katika kutusaidia. Naam, sawa. Sasa katika elimu ya chuo kikuu ni mlolongo. Manake tumepita elimu za chini, tumepita elimu za sekondari, elimu za advance mpaka chuo kikuu. Pia huko nako kuna watu ambao wana changamoto kama hizi. Labda hiki chuo kuna mikakati yote ambayo umefanya ili kuwafikia hata hao wadogo zetu ambao bado wako huko elimu za chini, ili nao wafaidike kidogo na ujuzi na vitu ambavyo mnawafanyia huku wengine? Ndio. Daruso sisi kutokana na zile student bylaws na UDSM chapters kwamba tumeruhusiwa kwamba tunaruhusiwa kufanya outreach. Kwa hiyo sisi kama wizara huwa tunafanya outreach. Tunaenda kwenye shule za watu wenye ulemavu. Muda mwingine tunatembelea vituo vya wanafunzi wenye ulemavu. Lakini hatujaishia hapo, tunafanya charity kwa wanafunzi wetu wenyewe hapa pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Okay, sawa. Na mtazamaji, kama kwanza ndio unajiunga nasi, hii ni Mlimani TV na kipindi hewani ni Mlimani leo asubuhi katika kipengele cha Jahara sehemu ya kwanza. Mimi ni Gideon Pasco ambao nakuletea matangazo haya, lakini pia tupo na waziri wa jinsia na makundi maalum Rachel Mwakajubiri. Sasa umezungumzia kuhusiana na charity. Utaratibu wa charity upoje?
Utaratibu wa charity sisi ni kuandika, ni kuomba tu pale kwenye ofisi ya mshauri wa wanafunzi, tunaandika barua, pia tunaomba wadau, na budget ambayo tulionayo tunaenda tunafanya outreach. Naam, sasa katika chuo kuna sheria na taratibu mbalimbali ambazo zinakuwepo kwenye chuo chochote. Sasa tukikizungumzia chuo chetu, kuna sheria ambazo unaziona ni kandamizi kwa makundi haya maalum ambayo yapo hapa chuoni? Hapana, chuo chetu kimejitahidi. Kwa katika swala la watu wenye mahitaji maalum, hakuna kitu ambacho kinawakandamiza. Sasa baada ya muda wako wa uongozi kuisha, kwa sababu ni vitu vya muhula, unapenda vitu gani zaidi ambavyo ninyi hamjavifikia lakini mngependa zaidi wavifikie hao ambao wanakuja kuendeleza sekta hii ya jinsia na makundi maalum? Mimi kwanza kabisa ninatamani kuwe na umoja wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Pia tusichukulie na sio vyuo tu, bali na wale wanafunzi wa kule level za chini au level and level primary, kuwe na umoja wa wanafunzi wenye disability. Hii hapo itasaidia sana katika hizi kampeni kuhusiana na kulinda haki za watu wenye ulemavu. Yaani watu wawe na uelewa mkubwa, ni kuwa na uelewa mkubwa kuhusiana na watu wenye mahitaji maalum, pia na watu waelewe kuhusiana na ukatili wa kijinsia. Kuna watu wanafanywa ukatili hawajui kama wanafanywa ukatili. Sisi tumepambana kwa nafasi yetu na bado tunazidi kupambana, lakini natamani viongozi watakao kuja, wanafunzi pia nao wawe na kipaumbele chao kikawe ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na usawa wa kijinsia. Usawa wa kijinsia siku hizo watu wanajua ni wanawake tu. Wanaume hawashiriki. Natamani wanaume wao wanashiriki katika haya mambo ya usawa wa kijinsia, mambo ya ukatili. Na hapo kwenye kufanya ukatili lakini mtu hajui, kuna matukio yote ambayo tayari yamesharipotiwa kwamba ukatili umeshafanyika tayari? Sisi hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ukatili toka nimeingia katika uongozi, tumepambana katika kutoa elimu hiyo. Kwa hiyo watu wapo salama. Yaani chuo kikuu cha Dar es Salaam ni kuna mazingira mazuri katika kujifunza. Naam, shukrani sana. Okay, mtazamaji, mpaka hapo tunafikia tamati ya kipindi chetu cha Mlimani Asubuhi katika kipengele chake cha Jahara sehemu ya kwanza, ambapo tumezungumzia mambo kadha wa kadha yaliyokuwa yakihusu jinsia na makundi maalum hasa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na namna gani ambavyo kinashirikiana na sekta mbalimbali ambazo zinakuwepo ndani ya chuo na nje ya chuo, lakini pia taasisi mbalimbali za kifedha, lakini taasisi ambazo zinasaidia katika kuboresha maisha ya wanafunzi ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nikumbushe tu kwamba ulikuwa nami Gideon Pasco ambaye nilikuwa nikiongoza majadiliano haya, lakini pia tulikuwa naye Bi Lecho Mwakajubiri ambaye yeye ni waziri wa jinsia na makundi maalum chuo kikuu cha Dar es Salaam Dar. Kufikia hapo hatuna la ziada, tukaribishe endelea kutazama Mlimani TV kwa vipindi vingine vinavyofuata.